Ujambo mtazamaji mahali popote ulipo mchana wa leo, karibu kwenye makala yetu ya dunia wiki hii. Ni makala ambayo yanaangazia taarifa za kimataifa kutoka rubaa za kimataifa, na kumbuka taarifa hizi zimewezeshwa na kuletwa kwako na shirika la utangazaji nchini KBC na shirika la Xinhua kutoka China. Kama ilivyo ada mtazamaji, tumekuandalia mengi ikiwemo taarifa kuhusiana na mzozo huko Gaza ambao umefikisha miaka miwili tangu uanze na hakuna dalili yoyote ya kukomeshwa, huku Umoja wa Mataifa ukisema kuwa zaidi ya watoto 60,000 wameuawa au kujeruhiwa kwenye mzozo huo. Kadhalika wanaharakati 137 kutoka Gaza wawasili jijini Istanbul, Uturuki, baada ya hatua ya Israel ya kuwazuilia kuzua ghadhabu na shutuma. Na shughuli za serikali ya Marekani zilisitishwa kwa mara ya kwanza katika muda wa miaka 7 kufuatia migawanyiko ya vyama vya kisiasa, huku makamu wa rais akionya kuwa hali hiyo itasababisha kufutwa kazi kwa idadi kubwa ya watu. Barani Afrika, Mutharika aapishwa kuwa rais wa Malawi, akiahidi kukabiliana na ufisadi. Hayo na mengineyo tumekuandalia kwenye makala ya leo mtazamaji. Keti papo hapo, dakika ni 30 ya makala dunia wiki hii. Karibu mtazamaji kwenye makala ya leo. Mimi naitwa Beatrice Getonyengetich. Karibu sana, mimi ni Isaac Lemoka. Tunaanza na mzozo huko Gaza. Kundi la Hamas na Israel zikikutana nchini Misri katika juhudi za kuafikia mkataba wa kukomesha vita. Ukanda wa Gaza uliadhimisha miaka miwili tangu mzozo huo ulipozuka. Mzozo unaokithiri wa kibinadamu umezorotesha hali kwenye eneo hilo ambalo tayari limeathirika vibaya kutokana na mzozo na malalamishi. Awamu nyingine ya mashauriano kuhusu kusitisha vita ilianza tarehe 6 mwezi huu nchini Misri, ikihusisha kundi la Hamas, Israel na wapatanishi wa kimataifa, hali inayofuatiliwa kwa karibu kote duniani. Kwa wale walioathirika zaidi kutokana na mzozo huo, hatua hiyo imewaletea matumaini. Hata hivyo, kungali na pengo kubwa baina ya matumaini na hali halisi, kwani huku mashauriano hayo yakiendelea, mashambulizi angani ya Israel yanaendelea Gaza, huku hali ya kibinadamu ikizorota zaidi. Kulingana na takwimu zilizotolewa tarehe 6 mwezi huu na maafisa wa afya huko Gaza, watu 21 zaidi waliuawa, huku wengine 96 wakijeruhiwa siku hiyo na wengine wengi kukwama kwenye vifusi, huku makundi ya waokoaji yakitatizika kuwafikia. Tangu vita hivyo vilipozuka tarehe 7 mwezi Oktoba mwaka 2023, zaidi ya Palestina 67,000 wameuawa, huku wengine zaidi ya 169 wakijeruhiwa. Wakazi wa Gaza wanafuatilia mashauriano hayo. Baada ya vita vilivyodumu kwa miaka miwili, eneo hilo limejaa makovu, huku watu wakisubiri amani kwa hamu. Hata hivyo, licha ya juhudi zilizoimarishwa, wataalamu na wachanganuzi wanaonya kwamba safari ya kuafikia mkataba wa kudumu wa kusitisha vita ingali tete. Mzozo huo pia umeathiri Israel, ambapo miji ya kusini karibu na mpaka wa Gaza hadi jijini Tel Aviv, raia wengi wa Israel walisema kuwa katika muda wa miaka miwili iliyopita hali imebadilika zaidi, huku wakitoa wito wa kukomeshwa kwa vita hivyo. Katika miji kama vile Tel Aviv na Haifa, familia za wanajeshi na mateka zimeandamana huku zikishtumu vita hivyo. Kwingineko, waziri wa ulinzi wa Israel Katz alisema kuwa vikosi vya nchi hiyo vilizidisha mashambulizi jijini Gaza katika juhudi za kushinda kundi la Hamas, huku jeshi hilo likikomboa eneo la Netzarim katikati mwa Gaza kwa lengo la kutenganisha jiji la Gaza na kaskazini mwa Gaza kutoka kwa sehemu nyingine za ukanda huo. Jeshi la Israel lilisema kuwa lilitekeleza operesheni kubwa kwenye nchi kavu jijini Gaza na kuwaua wanamgambo kadhaa waliokuwa tishio kaskazini mwa Gaza, mbali na kushambulia vituo kadhaa vya kijeshi na muundo msingi katika eneo hilo. Wanaharakati 137 wakiwemo raia 36 wa Uturuki waliokuwa wamezuiliwa na Israel kwa kushiriki kwenye msafara wa mashua 50 zilizoelekea Gaza kwa minajili ya kutoa misaada walisafirishwa hadi nchini Uturuki.
Ndege ya shirika la ndege la Uturuki iliyowabeba wanaharakati hao iliondoka kwenye uwanja wa ndege wa Ramon jijini Eilat kusini mwa Israel na kutoa kwenye uwanja wa ndege wa Istanbul ambako walipokelewa na maafisa na umati mkubwa wa watu. Kulingana na kituo cha habari cha kiserikali cha TRT, wanaharakati hao walifanyiwa uchunguzi wa kimatibabu na kupelekwa kwenye idara ya polisi jijini Istanbul kuandikisha taarifa kama sehemu ya uchunguzi ulioanzishwa na afisi ya kiongozi mkuu wa mashtaka ya umma jijini Istanbul kuhusiana na kuzuiliwa kwa raia wa Uturuki kwenye bahari ya kimataifa baada ya Israel kunasa mashua hizo. Duru za mashauri ya nchi za kigeni ziliarifu kuwa miongoni mwa wale waliorejeshwa ni raia wa Marekani, muungano wa milki za Kiarabu, Algeria, Morocco, Italia, Kuwait, Libya, Malaysia, Mauritania, Uswizi, Tunisia na Jordan. Msafara huo uliojumuisha mashua 42 na zaidi ya watu 400 waliojitolea kutoka zaidi ya nchi 40 ulianza mwezi Agosti kupinga kizuizi cha baharini huko Gaza na kuwasilisha misaada ya kibinadamu ikiwemo chakula na vifaa vya kimatibabu. Hata hivyo, vikosi vya Israel vilinasa mashua hizo zote kwenye bahari ya kimataifa. Israel iliweka kizuizi baharini huko Gaza mwaka 2007 baada ya kundi la Hamas kutoa udhibiti wa ukanda huo. Vikwazo hivyo vilizidishwa kufuatia shambulizi la kundi la Hamas kusini mwa Israel mwezi Oktoba mwaka 2023. Kwingineko, maelfu ya watu kote nchini Italia, wakiwemo wahudumu wa afya, walimu, wahadhiri wa vyuo vikuu na wanahabari, waliandamana kufuatia kunaswa kwa mashua hizo, huku wakishinikiza kukomeshwa kwa mauaji ya halaiki huko Gaza. Wizara ya mashauri ya nchi za kigeni ya Jordan pia ilishtumu hatua hiyo ya Israel, ikilitaja kuwa ukiukaji wa sheria za kimataifa. Na Dunia Wiki hii, jina langu ni Millicent Kubai. Naam, shirika la UNICEF lilisema kuwa katika muda wa miaka miwili tangu mzozo wa Israel na wa Palestina ulipozuka, watoto 61,000 wameripotiwa kuuawa au kujeruhiwa. 61,000 children have reportedly been either killed or maimed. Akihutubia wanahabari jijini Geneva nchini Uswizi, hatibu wa shirika la UNICEF Ricardo Pires alisema kuwa kwa kiwango wastani mtoto mmoja ameuawa au kujeruhiwa kila dakika 17, akisema hali hiyo haikubaliki. Alisema kuwa huko Gaza mtoto mmoja kati ya kila 5 huzaliwa kabla ya wakati, lakini eneo hilo halina muundo msingi ufaao kuhakikisha wanaishi huko, kukiwa na ripoti kwamba watoto wanalazimika kugawana vifaa vya oksijeni ili kuishi. Shirika la UNICEF pia lilisema kuwa makundi yake huko Gaza bado yanasubiri idhini ya kutafuta mitambo na vifaa vya kupumua vya kuwahudumia watoto wanaozaliwa kabla ya wakati wanaohamishwa kutoka eneo la kaskazini mwa ukanda huo. Dunia Wiki hii, mimi ni Luke Agunga. Shughuli za serikali za Marekani zilisitishwa kwa mara ya kwanza katika muda wa takriban miaka 7. Kufuatia hatua hiyo, ni wafanyikazi wa serikali pekee wanaotoa huduma muhimu watakaoendelea kufanya kazi, huku maelfu ya wengine wakilazimika kwenda kwenye likizo na baadhi ya huduma za umma kusitishwa. We're going to have to lay people off. We're going to have to save money in some places so the essential services don't get turned off in other places. Kufuatia sintofahamu baina ya vyama viwili vikuu vya kisiasa kuhusiana na malipo ya bima ya huduma za afya, bunge la Congress lilishindwa kupitisha mswada wa muda wa matumizi ya pesa kabla ya kumalizika kwa fedha za serikali. Katika siku za hivi majuzi, wabunge wa vyama vya Republican na Democratic wamekuwa wakishutumiana, huku kila upande ukidai kuwa upande wa upinzani ulisababisha kusitishwa kwa shughuli za serikali. Kabla ya hatua hiyo, ikulu ya White House ilikuwa imekariri kwamba mashirika ya kiserikali yatalazimika kuwafuta kazi baadhi ya hudumu wake. Makamu wa Rais J.D. Vance alionya kuwa kusitishwa kwa muda mrefu kwa shughuli za serikali kutasababisha kufutwa kazi kwa idadi kubwa ya wafanyikazi, huku akiwalaumu wabunge wa chama cha Democratic kutokana na mzozo huo. Katibu wa mawasiliano katika ikulu ya White House, Caroline Leavitt, alisema kuwa hatua hiyo ya kuwafuta kazi itatekelezwa hivi karibuni.
Katika nyakati za awali ambapo shughuli za serikali ya Marekani zilisitishwa, wafanyikazi wanaotoa huduma muhimu huendelea kufanya kazi, huku maelfu wengine wasiotoa huduma wakilazimika kwenda likizoni, huku wakilipwa baada ya serikali kurejelea shughuli zake. Hata hivyo, Rais Donald Trump alisema kuwa huenda baadhi ya wafanyikazi waliosimamishwa kazi wasipate malipo yao serikali itakaporejelea shughuli zake. Baada ya hatua ya awali ya kusitishwa kwa shughuli za serikali iliyodumu kwa siku 35 kwa kufikia kikomo mwezi Januari mwaka 2019, Trump alitia saini sheria ya kuhakikisha kwamba wafanyikazi wa serikali wanaosimamishwa kazi wanalipwa mara tu shughuli za serikali zinaporejelewa. Yamkini raia 13 waliuawa na wengine 19 kujeruhiwa wakati waasi wa kundi la Rapid Support Forces RSF waliposhambulia maeneo ya makazi huko El Fasher, ambalo ni jiji kuu la Darfur kaskazini upande wa magharibi mwa Sudan, kwa makombora, kwa mujibu wa makundi ya watu waliojitolea. Muungano wa madaktari nchini Sudan kwenye taarifa ulisema kuwa waathiriwa walijumuisha watoto 7 na mwanamke mmoja mjamzito, na kwamba kulikuwa na miili zaidi na majeruhi waliokwama kwenye maeneo yaliyoathirika, ingawa idadi kamili haikubainika. Ulishtumu shambulizi hilo kuwa uhalifu wa kivita. Duru za kimatibabu kwenye hospitali ya Saudi huko El Fasher, ambazo hazikutaka kutambulishwa, ziliarifu shirika la Jinua kwamba hospitali hiyo ilipokea takriban miili 12 na takriban watu 20 waliojeruhiwa, huku kukiwa na uhaba mkubwa wa hudumu na vifaa vya kimatibabu. Kamati za waasi huko El Fasher zilionya kwenye taarifa kwamba zaidi ya raia milioni 1 walikwama jijini humo bila ulinzi, mapito salama au mwingilio wa kimataifa, ilhali kundi la RSF lilidai kudhibiti vituo muhimu vya kijeshi huko El Fasher, yakiwemo makao makuu ya wahudumu wa kimatibabu wa jeshi la Sudan, kikosi cha pamoja cha jeshi hilo na makundi yanayojihami yanayoliunga mkono. Kwenye taarifa likikanusha ufanisi wowote, upande wa RSF likisema kuwa lilitibua shambulizi la kundi hilo huko El Fasher na kuwakamata wapiganaji wengi wa RSF. Makabiliano makali yamekuwa yakiendelea huko El Fasher tangu mwezi Mei mwaka uliopita, baina ya jeshi la Sudan likiungwa mkono na makundi mbalimbali ya kundi la RSF, huku mapigano yakikithiri katika siku za hivi majuzi. Na Sudan imeendelea kukumbwa na mzozo mkubwa baina ya pande hizo mbili uliozuka mwezi Aprili mwaka 2023. Mapigano hayo yamesababisha vifo vya maelfu ya watu, huku mamilioni ya wengine wakipoteza makazi na kuzidisha mzozo wa kibinadamu nchini humo. Sudan na Sudan Kusini zimekubaliana kulinda maeneo ya uchimbaji mafuta na vituo vikuu vya mabomba ya mafuta yanayosafirisha mafuta kutoka Sudan Kusini hadi Port Sudan, mashariki mwa Sudan, kwa mujibu wa taarifa ya pande hizo mbili. Nchi hizo mbili ziliahidi kuimarisha uwezo wa kiufundi, uzalishaji mafuta na kuhakikisha kwamba maeneo ya uchimbaji mafuta na vituo vikuu vya mabomba ya mafuta vinalindwa kwa mujibu wa taarifa hiyo. Kadhalika zilikubaliana kuendeleza ushirikiano katika kukabiliana na ugaidi, kugawana habari za kijasusi na usalama wa mpakani. Kama sehemu ya juhudi za kuimarisha uhusiano wa kiuchumi, nchi hizo mbili zilitangaza mipango ya kuanzisha kamati ya pamoja ya kiuchumi, kuimarisha ushirikiano katika sekta mbalimbali zikiwemo biashara, uwekezaji, kawi, mafuta, kilimo, uchukuzi, muundo msingi na ushirikiano baina ya sekta za kibinafsi na umma. Zilipendekeza kubuniwa kwa eneo huru la kibiashara kwa lengo la kufanikisha biashara na uwekezaji baina yazo, kuunga mkono sekta ya mafuta na shughuli za usambazaji bidhaa hiyo, na kulainisha usafiri wa bidhaa hadi Sudan Kusini. Mikataba hiyo iliafikiwa wakati wa ziara rasmi nchini Sudan ya waziri wa mashauri ya nchi za kigeni na ushirikiano wa kimataifa wa Sudan Kusini, Samaya Kumba. Kwenye ziara yake huko Port Sudan
Kumba alishauriana na Abdel Fattah al-Burhan ambaye ni mwenyekiti wa baraza kuu la mpito nchini Sudan na maafisa wengine wakuu. Uuzaji mafuta nje umesalia kuwa kiini kikuu cha mapato kwa Sudan Kusini, ambapo nchi hiyo hutegemea Sudan katika usafirishaji wa mafuta ghafi kwenye masoko ya kimataifa, huku Sudan nayo ikipokea ada za uchukuzi huo. Nikiripotia Dunia Wiki Hii, mimi ni John Madanji. Mtazamaji, kwa taarifa hiyo tuelekea kwenye mapumziko mafupi, baadaye tutakuwa tukirejea. Usiende mbali, manake Dunia Wiki Hii bado ina taarifa lukuki kutoka rubaa za kimataifa. Hii ni KBC Channel 1. Na makala hewani Dunia Wiki Hii, karibu kwenye awamu ya pili. Shirika la biashara duniani WTO liliimarisha ubashiri wake wa ukuaji wa biashara duniani mwaka 2025 hadi 2.4 kutoka ule wa awali wa 0.9 uliotolewa mwezi Agosti, huku ubashiri wa mwaka 2026 ukipungua hadi 0.5 kutoka 1.8. Kulingana na ripoti ya hivi punde ya shirika la WTO kuhusu hali ya biashara duniani, pato jumla la kimataifa linabashiriwa kukua kwa 2.7 mwaka 2025 na 2.6 mwaka 2026. Ripoti hiyo ilisema kuwa kiwango cha bidhaa zinazouzwa na kuagizwa kutoka nje duniani kiliongezeka kwa 4.9 katika nusu ya kwanza ya mwaka huu. Shirika hilo lilisema kuwa hali hiyo ilitokana na masuala mbalimbali yakiwemo kuagiza bidhaa kutoka Marekani kaskazini kabla ada za juu za Marekani zilizotarajiwa, kupungua kwa mfumuko wa bei na sera bora za kifedha, ukuaji katika masoko yanayochipuza na ongezeko la biashara ya bidhaa zinazohusiana na akili unde. Kiwango cha biashara miongoni mwa chumi zinazostawi pia kiliongezeka kwa 8% katika nusu ya kwanza ya mwaka huu na kupita ukuaji wa 6% wa kiwango cha biashara duniani. Bidhaa zinazohusiana na akili unde vikiwemo vifaa vya mawasiliano zilitekeleza jukumu kuu, zikijumuisha takriban nusu ya kiwango cha ukuaji wa kibiashara katika kipindi hicho cha miezi 6. Kiwango cha biashara cha bidhaa kama hizo kiliongezeka hadi 20%. Kwenye mkutano na wanahabari, mkurugenzi mkuu wa WTO Ngozi Okonjo-Iweala alisema kuwa licha changamoto zinazotokana na ada za Marekani na wasiwasi kuhusu sera ya kibiashara, biashara imekuwa thabiti. Ripoti hiyo ilisema kuwa swala kuu lililosababisha kupungua kwa kiwango cha biashara ni hatua za udhibiti wa biashara na wasiwasi wa sera kwa chumi na sekta zaidi. Ilionya kuwa kuongezeka kwa bei za bidhaa zinazoagizwa na uchukuzi taratibu wa bidhaa za kibiashara huenda zikasababisha mfumuko wa bei baadaye mwaka huu kutokana na athari za ada za juu katika sekta mbalimbali. Kulingana na ripoti hiyo, kiwango cha biashara kitakuwa tofauti katika maeneo mbalimbali, huku bara Asia na Afrika yakitarajiwa kurekodi ukuaji haraka zaidi wa uzaji bidhaa nje mwaka huu, huku ukuaji ukipungua barani Ulaya na kiwango cha uzaji bidhaa nje kitapungua Marekani kaskazini. Ripoti hiyo pia ilibainisha kuwa ukuaji wa kiwango cha uzaji nje wa huduma ambao hauathiriwi moja kwa moja na ada utapungua kutoka 6.8 mwaka 2024 hadi 4.6 mwaka 2025 na hadi 4.4 mwaka 2026. Bara Ulaya linatarajiwa kuongoza katika uuzaji wa huduma nje mwaka huu, ikifuatiwa na bara Asia, Mashariki ya Kati na Jumuiya ya Madola Huru. Na Dunia Wiki Hii, jina langu ni Millicent Kubai. Rais Peter Mutharika wa Malawi alitoa onyo kali dhidi ya ufisadi kwenye hotuba yake ya kwanza baada ya kuapishwa katika jiji la pili kuu zaidi nchini humo la Blantyre. Tazama. Mutharika alisema kuwa atakomesha ufisadi na uporaji wa mali ya umma alipohutubu baada ya kuapishwa kufuatia ushindi wake kwenye uchaguzi wa urais uliofanyika tarehe 6 mwezi uliopita. Alisema kuwa amerejea kwa ruwaza na ajenda moja, huku akiahidi kuleta mabadiliko yanayosubiriwa na raia wa nchi hiyo.
Mudharika wa chama cha Democratic Progressive alipata takribani kura milioni 3.04 kwenye kinyang'anyiro hicho kilichojumuisha wagombea 17, huku naye Lazarus Chakwera wa chama cha Malawi Congress akipata kura milioni 1.77 kulingana na tume ya uchaguzi nchini humo. Rais huyo mwenye umri wa miaka 85 aliyehudumu awali kuanzia mwaka wa 2014 hadi 2020 alirejea wadhifani, huku aliyekuwa mwenyekiti wa tume hiyo ya uchaguzi Jane Ansah akiwa makamu wake. Ansah alimsifu Mudharika akisema ameazimia kuimarisha umoja, amani na ustawi wa nchi hiyo na kulinda haki za kibinadamu za raia wa nchi hiyo. Dunia Wiki Hii, mimi ni Luke Agunga. Na huko Iran hainui kushauriana na Ufaransa, Uingereza na Ujerumani kufuatia hatua zao za kurejesha vikwazo vya Umoja wa Mataifa dhidi ya Iran, kwa mujibu wa hatibu wa Wizara ya Mashauri ya Nchi za Kigeni Ismail Baghai. Baghai aliwaarifu wanahabari kwenye mkutano wa kila wiki jijini Tehran kwamba nchi hiyo inatafakari kuhusu athari na matokeo ya kile alichokitaja kuwa hatua ya hivi majuzi dhidi ya Iran iliyochukuliwa na nchi hizo tatu za bara Ulaya pamoja na Marekani. Alisema kuwa Iran itaamua kuhusu diplomasia iwapo serikali itahisi kwamba italeta ufanisi, akikariri kwamba mashauriano yoyote ni sharti yatimize maslahi ya kitaifa. Nchi hizo tatu za bara Ulaya kwa ushirikiano na Marekani zilitumia mfumo wa kurejesha vikwazo hivyo mwezi Agosti baada ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kukosa kuongeza muda wa kuondolewa vikwazo hivyo mwezi Septemba. Iran imeandaa awamu kadhaa za mashauriano na nchi hizo tatu tangu mwezi Septemba mwaka uliopita, yaliyoangazia zaidi mpango wake wa kinyuklia na kuondolewa vikwazo. Kwingineko, waziri wa mashauri ya nchi za kigeni wa Iran Sayed Abbas Araghchi alisema kuwa makubaliano ya hivi majuzi kuhusu kurejesha ushirikiano wa shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu kawi ya atomiki hayawezi kuwa msingi wa ushirikiano huo. Akizungumza kwenye mkutano na wanahabari, Araghchi alisema kuwa kurejeshwa kwa vikwazo kumebadili hali, kwa mujibu wa shirika moja la habari nchini humo. Mnamo mwezi Septemba, Iran na shirika la kimataifa kuhusu kawi ya atomiki IAEA ziliafikia mkataba nchini Misri kuhusu mfumo mpya wa ushirikiano ili kushughulikia wasiwasi kuhusu usalama nchini Iran. Mkataba huo uliafikiwa baada ya Iran kusitisha ushirikiano wake na IAEA mwishoni mwa mwezi Juni kufuatia mashambulizi ya angani ya Israel na Marekani dhidi ya vituo vyake vya kinyuklia na mauaji ya wanasayansi wa kinyuklia nchini Iran. Kuambatana na mkataba huo, ukaguzi wowote utakaotekelezwa na IAEA ni sharti uidhinishwe na Baraza Kuu la Kitaifa la Usalama nchini Iran. Araghchi alikariri kwamba Iran imedhihirisha kwa vitendo kwamba hainui kuunda zana za kinyuklia wala kuzua mzozo au taharuki, akisisitiza kuwa diplomasia ndio mbinu pekee ya kusuluhisha suala hilo la kinyuklia. Na sehemu ya jengo lilokuwa likikarabatiwa liliporomoka katikati mwa jiji la Madrid nchini Hispania, ambapo yamkini watu 3 walijeruhiwa huku wengine wakiwa hawajulikani waliko, kwa mujibu wa maafisa. Immaculada Sanz, ambaye ni naibu meya wa Madrid, aliwaarifu wanahabari kwenye eneo la mkasa huo kwamba juhudi zilitekelezwa za kuwatafuta wale ambao hawakujulikana waliko na kuhakikisha usalama wa maafisa waliohusika kwenye shughuli za uokoaji. Kisa hicho kilitokea muda mfupi baada ya saa 7 alasiri saa za humo kwenye Cal de las Hileras katika eneo la Opera. Wale walioshuhudia kisa hicho walinukuliwa na vyombo vya habari walisema kuwa walisikia mshindo mkubwa uliofuatiwa na wingu la vumbi na vifusi vikatapakaa barabarani. Kulingana na maafisa, orofa za juu za jengo hilo la orofa 5 kiwemo ile ya chini ziliporomoka. Sehemu iliyosalia haikuwa thabiti na hivyo tatiza juhudi za makundi ya dharura kwenye eneo hilo. Juhudi za uokoaji zilitekelezwa huku waokoaji wakitafuta waathiriwa kwenye majengo hafifu na mirundiko ya vifusi. Makundi ya dharura wakiwemo wazimamoto
wahandisi, wahudumu wa kimatibabu na wanasaikolojia waliwasaidia waathiriwa na familia zao, kwa mujibu wa Sanz. Aliongeza kusema kuwa shughuli hiyo ilitekelezwa kwa muda, huku makundi yakijitahidi kuondoa vifusi, huku uchunguzi wa chanzo cha mkasa huo ukiendelea. Tom Mathenji, Dunia Wiki Hii. Na China imeendeleza uhusiano na nchi mbalimbali ukiwemo ule wa kimatibabu, kielimu, muundo msingi, teknolojia, mawasiliano, biashara na mwingineo unaonufaisha pande zote husika. Tazama. Rais William Ruto wa Kenya alizindua ujenzi wa kituo cha kimataifa cha kibiashara baina ya China na Kenya utakaogharimu takriban dola milioni 38.7 za Kimarekani, mradi unaonuiwa kuimarisha biashara na uwekezaji baina ya pande hizo mbili. Maafisa wakuu serikalini, wakuu wa viwanda na viongozi walihudhuria hafla ya kuweka jiwe la msingi kwa ujenzi wa kituo hicho jijini Nairobi. Na wanafunzi 12 kutoka Namibia wa umri wa kati ya miaka 13 na 16 walihitimisha ziara ya siku 10 ya kielimu nchini China, ambapo walijifunza na kufurahia mengi. Na siku kuu ya sherehe za katikati ya majira ya puputika kwa majani ziliimarisha utalii wa kitamaduni kote nchini humo. Na wakati wa sherehe hizo, idadi ya watalii wa Kichina kwenye mkahawa wa Castle chini ya Mlima Kenya wanaofurahia kutazama nyuni imekuwa ikiongezeka, huku nchi hii ikiwa na zaidi ya aina 1333 za nyuni. Na daraja jipya la umbali wa mita 2900 kwenye mto Deremarara lililojengwa na China lilifunguliwa rasmi kutumiwa huko Guyana. Akihutubu kwenye hafla ya uzinduzi, Rais Irfan Ali alimshukuru mwanakandarasi wa Kichina, akisema kuwa kufunguliwa kwa daraja hilo kunaashiria mwanzo wa mabadiliko ya muundo msingi kadhaa nchini humo. Alisema kuwa daraja hilo litaimarisha biashara, viwanda na riziki za kila siku za wananchi, huku likipunguza msongamano wa magari. Balozi wa China nchini humo Yang Yang alisema kuwa daraja hilo ni mradi mkubwa wa ushirikiano wa biashara na muundo msingi na urafiki thabiti baina ya nchi hizo mbili. Na hafla ya kuweka jiwe la msingi la ujenzi wa eneo la kisasa la burudani litakalojengwa na kampuni ya Kichina iliandaliwa huko Afienya, viungani mwa jiji la bandari la Tema nchini Ghana, huku Rais John Dramani Mahama akipongeza uwekezaji wa Kichina kwa imani yao kwa nchi hiyo kama eneo la uwekezaji. Na kufikia hapo, mtazamaji, hatuna la ziada ila kulikunja jamvi hili la Dunia Wiki Hii, tukiwa na matumaini kwamba umeweza kumakinika na taarifa tulizokuandalia. Bila shaka tufanye vivi hivi tena juma lijalo, muda na wasaa kama wa leo. Shukrani sana kwa muda wako na wote walioshiriki katika kutayarisha kipindi Dunia Wiki Hii. Hadi wiki ijayo, mimi naitwa Beatrice Gatonyengetich na kutakia weekend njema. Kwa niaba ya shirika la utangazaji nchini KBC na shirika la Xinhua kutoka China, mimi ni Isaac Lemoka.